You are a good God. You are a good God. You are a good God, Father. Asante kwa ajili ya Tanzania. Asante kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Asante kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu, imeandikwa ikiwa watu wako walioitwa, umesema watu wako walioitwa kwa jina lako watakapojinyenyekesha na kutubu na njia zikageuka, hakika utaiponya taifa, utaiponya nchi. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya ukuhani ulionipa ya kusimama leo baada ya tukio la uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Tuko mbele ya uso wako, Mungu wa haki. Tuko mbele ya kiti chako cha rehema, mbele ya kiti chako kilichojaa wingi wa rehema nyingi, e Bwana. Asante kwa ajili ya ardhi hii, juu ya madhabahu hii. Mungu, tumekuwa tukikuita na kukuomba tukiwa na bendera ya nchi yetu. E Mungu le hai, katikati ya yote yaliyotendeka na katikati ya yote yaliyofanyika, katikati ya yote yaliyofanyika, katikati ya yote yaliyotendeka, you are still a God of Tanzania. Wewe bado ni Mungu ambaye kanisa la Tanzania litakutumainia, kanisa la Tanzania litakuangalia. Bado wewe ni Mungu ambaye taifa tunakuangalia, taifa tunakutegemea. Bado wewe ni Mungu ambaye nchi tunakuangalia, taifa tunakutegemea. E Mungu le hai, mbele kiti chako cha rehema tunaomba rehema kwa ajili ya nchi hii, kwa ajili ya mikoa yote 31, kwa ajili ya wilaya zote katika taifa hili, kwa ajili ya wilaya, kwa ajili ya mikoa yote iliyoko ndani ya taifa hili la Tanzania. E Bwana, e Mungu le hai, katikati ya kila ghadhabu yako, katikati ya kila ghadhabu yako, katikati ya kila nyumba yenye msiba, katikati ya kila nyumba ambayo ina wagonjwa, katikati ya kila nyumba yenye misiba, katikati ya kila familia, katikati ya watu wanaopoteza mali, katikati ya kila mali za serikali, miundombinu ya serikali iliyoharibika, katikati ya yote yaliyotendeka, wewe ni Mungu wa rehema ambaye unarehemu watoto wako, unarehemu ardhi ya nchi na kuikilimia tena kwa upya. Kanda rabosaka rabara, korimanda, kanda rabasaka rabara, korimanda, kanda rabasaka rabara. He Mungu, tabia ya kanisa sio ya kuraumu, tabia ya kanisa sio ya kusema huyu ni chanzo, bali ni ya kurudi kwako, miguuni pako, na kutafuta rehema kwa ajili ya taifa. He Mungu, pale tulipojisahau tukaanza kuraumu, tukaanza kuraumu, tukaacha kurudi kwako kwa ajili ya matengenezo, tunaomba rehema e Bwana, tunaomba rehema e Bwana, tunaomba rehema e Bwana, tunaomba rehema e Bwana. Katika rabashaka rabara, hebu fungua kinywa chako kwa ajili ya nchi hii, fungua kinywa chako kwa ajili ya taifa hili, fungua kinywa chako. Hii si saa ya kuraumu, hii si saa ya kusema ni serikali, hii ni saa ya kusema e Bwana, ni unayetafuta mtu mmoja atakayesimama mahali palipobomoka. Na mimi siku hii leo ninasimama mahali palipobomoka, na mimi siku hii leo tunasimama. Mwambie Mungu, nasimama mahali palipobomoka kwa ajili ya taifa hili, 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 kwa ajili ya serikali, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya rabashaka rabara, korimanda ramanda, kwa ajili ya taasisi zote za dini, korimashaka rabando robora. Mwambie Mungu, sisi haturaumu, tuliporaumu tunaomba uturehemu. Mwambie Mungu, haturaumu, tuliporaumu tunaomba utusamehe. Adorabashaka rabara, korimanda, koribashaka rabara, korimanda ramando, korimanda rabara, kanda rabasaka rabara, korimanda ramando robo shaka rabara, kanda ramando robo saka rabara, korimanda rabasaka rabara, korimanda rabasaka rabara, kanda ramanda ramando robo saka, koripanda rabanda rabanda, koripanda rabanda rabanda rabanda, koripanda rabanda rabanda. Mungu, tumeingia
tumeingia msimu mpya katika eneo la misingi ya taifa na katika eneo la awamu nyingine ya utawala. Tumeingia katika msimu mwingine kwenye eneo la misingi iliyowekwa ya taifa na kwenye eneo la utawala. Korimanda, koribashakarapara, koribandara, kandarapata, korimanda, kandarapata, koribashaka, rikandarapata, kandaramando, koripandarapara, kandarapashakarapara, koripandarapanda. Fungua kinywa chako kwa ajili ya Tanzania. 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 Hatuna mahali kwingine pa kusema hii ni nchi yetu kama si hapa Tanzania. Hakuna mahali pengine pa kusema hii ni asili ya kuzaliwa kwetu kama sio hapa Tanzania. Hatuna mahali ambako tutapata passport, tutapata kana kitambulisho cha uraia na kusema mimi I belong to Tanzania. Kandarabashakarapara. Zaidi ya nchi hii tuliopo, zaidi ya nchi hii tuliopo, damu yako ya rehema iende kila mahali ya Bwana. Damu yako ya rehema iende kwenye mioyo iliyovunjika, kwenye mioyo iliyopondeka. Rakashakarapara, korimandarabashakarapara, korimandarapanda, kandarapanda, korikandarapara, koripandarapanda, 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 shatarabasaka. Wale makuhani walioitwa kwa ajili ya kuombea taifa, monorobosha, kandarapanda, orobosha karabara, waliotengwa na Bwana, wenye majibu ya kujibu kwa ajili ya taifa. Kandaramando robo sakarapara. Hatupaswi kulaumu kanisa. Ni saa ya kusimama mahali palipobomoka. Hatupaswi kulaumu kanisa. Ni saa ya kumshukuru Bwana na kumwambia Mungu rehema. Kandarapata ya para. Pata picha paka leo tungekuwa bado tiko ndani. Tungemuinulia wapi Mungu ibada na kutamka namna hii? Maana imeandikwa tunapokusanyika kuna upako upo, kuna neema ipo. Pata picha watu waliokwama ndani kwa siku zile wakiwa hawana mkate, hawana chakula. Juzi tumepata nafasi ya kutoka na kuendelea na shughuli mbalimbali. Pata picha, amani singekuwepo tungeenda wapi? Tungeenda wapi? Mungu ni hai kwa damu ya rehema. Rehemu maneno ya vinywa vyetu pale tulipo laumu. Rehemu maneno ya vinywa vyetu pale tulipo laani. Rehemu maneno ya vinywa vyetu pale tulipo laumu mihimili ya nchi hii, tulipo laumu mihimili ya ulinzi na usalama, tulipo laumu mihimili ya dola, tulipo laumu mihimili ya mahakama, tulipo laumu mihimili ya serikali kuu. Tunaomba rehema ya Bwana, tutoe kwenye msingi wa kulaumu, wa kulaumu, wa kulaumu, wa kulaumu. Tupe kuwajibika kwa ajili ya taifa hili. Tupe kuwajibika kwa ajili ya taifa hili. Tupe kuona nafasi nyingine uliotupa kwa ajili ya marekebisho ya hili taifa. Tupe kuona nafasi nyingine Bwana, kwa damu ya rehema Bwana, kwa damu ya rehema, kwa damu ya rehema, kwa damu ya rehema, kwa damu ya rehema. Shakarabasa, rakasakata, 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 rikamashora, rikabasaka, rikamandorobosaka, rikatarabasaka, 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 rabasaka, rabasaka, ramashanda, ramashanda, rabasaka, 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 rabasaka,
korimanda rapanda. Mungu tunaomba damu yako ya rehema iende kwenye hospitali ya Muhimbili, hospitali ya Temeke, hospitali ya Amana, hospitali ya Bamaipande, Inkandaramando, hospitali ya Sinza, hospitali ya Mwananyamara. O Mungu tunaomba damu yako ya rehema kuanzia wilaya ile ya Kibamba, wilaya ya Ubungo, tunaomba paka Kibamba. Tunaomba Bwana damu yako ya rehema iende kwenye majimbo yote ya uchaguzi kwenye taifa hili, iende kwenye mikoa yote, kwa hapa Dar es Salaam, iende Ubungo, iende Kinondoni, iende Temeke, iende Kigamboni, Imandorobosata, Rikatarabara, iende Ilala, Korimandaramando, Koribashakarapara, Korimandaramanda, Koribashakarapara. Damu yako ya rehema iende Goba, iende Kimara, iende Kunduchi, iende Mbweni, iende Bunju, iende Sinza, iende Kariakoo, iende Kigamboni, iende Mbagara, iende Gongo la Mboto, iende Pugu. Damu yako ya rehema ya Bwana ipite kila mahali kwenye hili taifa, ipite kila mahali kwenye hili taifa, ipite kila mahali kwenye hili taifa. Damu yako ya rehema ya Bwana ipite kila mahali kwa ajili ya hili taifa, ipite kila mahali kwa ajili ya hili taifa. Damu ya rehema iende kila mahali kwa ajili ya nchi hii, kwa ajili ya nchi hii. Mungu ndiye hai, bado na kazi na Tanzania, bado na agenda na Tanzania. Oh Tanzania, Tanzania, andika habari za watu wako. Tanzania, Tanzania, andika habari za watu wako, andika habari za watu wako, andika habari za watu wako. Hatutailaumu nchi tena, hatutalaumu chochote tena kwenye nchi. Korimashakarapara, Korimandaramanda, bali kila mmoja Bwana uliowaita kwenye nafasi zao wakakae kwenye nafasi zao. Damu yako ya rehema iende kwenye nyumba ambazo wamepoteza ndugu zao, wamepoteza ndugu zao, wamepoteza ndugu zao, hakuna replacement yoyote. Damu yako ya rehema iende Bwana kwenye familia ambazo zimepoteza ndugu zao, wengine wamepoteza mama zao, wazazi wao, ndugu zao, mategemeo. Korimashakarapanda, Korimandaramando robosaka, Rekandaramando robosataya, Koribaya, 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 Koribaya. Tanzania, Tanzania, nakupenda moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Nilalapo na kuota wewe, niamkapo ni heri mama we. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Tanzania, Tanzania, ninapokuwa safarini kutazama maajabu, biashara nayo makasi, sitaweza kusahau mimi My Jesus, mambo mema ya kwetu kabisa. Father, no matter what, Lord, this country is very beautiful, Lord. Tanzania, Tanzania,
nakupenda kwa I love you, moyo Tanzania. I wote. love you, Tanzania. Tanzania, Tanzania, Wherever you are, nyosha, weka mkono wako mmoja kwenye moyo wako. Sema Tanzania, Tanzania. Bwana Mungu akakutakabari tena, akanitakabari na mimi katika taifa hili la Tanzania. Haleluya. Wangapi wali miss church? Wale ambao hawajaja church tunawaambiaje? Tutawaelezea kwa testimony ambazo Mungu anatupa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Sunday nimeamka hivi sana, watoto wangu wamevaa kabisa vizuri. Nikamwambia guys, where are you going now? Akasema we are waiting for you. Uje utuhubirie. Today is Sunday. Nikasema kwa kile kihubiri pale nyumbani naambia haya wageukie 10 wangapi wali miss church? Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wameniuliza, mchungaji, mbona hujaongea chochote? Unataka niongee nini? Listen to me, church. Naongea kwa parable. Alafu ukasifanyie kazi kwa kumwomba Mungu. Sisi kanisa tunatoa pole kwa familia zote ambazo katika taifa hili, katika nchi hii wamepotewa na ndugu zao. It is very hard. Siku zote kwa safety msiba, it is very hard. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunatoa pole kwa wale ambao wako hospitalini, tunaendelea kuwaombea, wengine tunapigiwa simu, tunawaombea kwenye simu. Mungu awape kurudi kwenye afya zao kwa haraka zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali kama hii iliyotokea, responsibility ya kanisa ni kumwomba Mungu na sio kushutumu na kulaumu. Mwambie jirani yako, Biblia inasemaje? Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, sawa, na mioyo yao ikageuka, sawa, Mungu atasikia na ataiponya nchi. Our responsibility sio kulaumu. Kazi yetu sisi ni kumwomba Mungu rehema, sawa, kumwomba nini? Rehema. Alafu ndani ya rehema siku zote Mungu waga analejesha. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kulaumu. Kadri unavoraumu unaharibu mtu wako wa ndani kusimama katika nafasi ya kumwomba Mungu kwa ajili ya taifa. Let me tell you something.
madhara yoyote yale yakifanyika yanatugusa na sisi na wapagani, yanatugusa wote in general. Lakini ukisimama kwenye nafasi yako, maandiko yanasema sitafuti billions of people watakaosimama mahali palipobomoka. Maandiko yanasema Mungu utafuta mtu mmoja atakaye simama mahali palipobomoka. Anza sasa kuombea nchi yako. Anza kumwombea Mheshimiwa Rais juu ya uteuzi mbalimbali ambazo wanazo mbele. Nothing we can change from now rather than to pray before God. Mwambie jirani yako. Ngoja nikuoneshe madhara ya kulaumu, ya kushtumu. Nehemia 1:3. Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile. Biblia inatambua wilaya. Katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malongo yake yameteketezwa kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Mimi maombi yangu kwa ajili ya taifa letu, reconciliation with our land, upatanisho na ardhi yetu na nchi yetu. That is my main prayer. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuja kwa ajili ya reconciliation. Kuna indicator ukiziona, tafuta kujua Mungu anataka nini kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukishutumu juu ya nchi, maana yake unashutumu haki yako, unashutumu kazi za mikono yako, unashutumu shule za watoto wako, unashutumu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatoa pole. Cha pili, tuombe taifa letu, tuache kushtumu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwe balozi wema wa Kristo. Balozi wema wa Kristo ni kuelezea juu ya wema wa Kristo. Yesu kila mahali alipoenda alitenda mema katika amani. Kila mahali Yesu alitenda mema kuliko kwa njia nini? Ya amani. Nyumbani kwako kuwa na bendera ya nchi yako. Siku nyingine ombea hatua zako ukiziambatanisha na amani ya taifa lako. Kwenye biashara yako kuwa na bendera, Mungu amani katawale kwenye taifa hili na uchumi wa taifa hili unifuate. Tumeshaomba tayari hapo. Haleluya. Tujifundishe kuiombea nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naudia tena, tuache kulaumu. Bwana Yesu asifiwe. Tuache nini? Kulaumu. I was telling one of my friends today, nature ya uumbaji wa Mungu na nature maisha yetu kwenye kuzaliwa, kitu kinachoitwa ukombozi kupitia damu ya Yesu au ibada ya ukombozi haitakuja kuisha wala haitakuja kuondoka. Ndio maana wanaosimama kwenye nafasi kwa ajili ya kuombea watu watoke kwenye vifungo ni watu ambao wanatakiwa waombee sana kila siku, kwa sababu vita zao ni nyingi sana. Kwa sababu fikiria, ukikombolewa wewe ukapata maarifa na aliyeko nyuma yako akavuka, mwingine akavuka, shetani anapata a very big loss. Mwambie jirani yako umuhimu wa ukombozi. Let me tell you something. Aliyeko kwenye vifungo kuna level hawezi kufika hata ya kimahusiano na Mungu. Praise the Lord. Aliyeko kwenye vifungo kuna level hata ya kimahusiano yake na Mungu hawezi akafika. Lakini pia kuna level, kuna kiwango cha kutembea katika ulimwengu wa roho hawezi akafika. Na kuna kiwango cha ustawi kwenye maisha ya kiroho hawezi akafika. Ndio maana unaweza kujikuta ya kwamba una uwezo mkubwa wa kusoma neno, lakini ngumu hilo neno kukugeuza, kwa sababu kuna mahali ambako
Nguvu za giza zimekuwekea limitation. Ndio maana siku hizi kuna rigi nyingi sana za mabishano mengi sana. Kuna watu wana criticize juu ya ukombozi, kuna watu wanapinga juu ya watu kukombolewa. Like, let me tell you something. We are surviving today. We are surviving. Tunaishi leo kwa sababu Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya reconciliation, kwa ajili ya upatanisho ambao ndani yake kuna ukombozi. Kwa kama Yesu, manake mtu yote anayepinga ukombozi anampinga Yesu. Nimesema yote anayepinga nini? Anampinga nani? Kwani Yesu alipokufa alienda wapi? Biblia yako inasemaje? Yesu, mauti ya Yesu ndiyo birthday. Nisikilize, mauti ya Yesu ndiyo siku ya kuzaliwa kwa nafasi iliyopoteza heshima ya Mungu katika dunia kupitia mwanadamu. Don't forget this. Siku Yesu amekufa, wengine walimuona Yesu amekufa, ila kwa tafsiri ya rohoni alienda kuzimu akachukua funguo. Alipochukua zile funguo, siku hiyo ndiyo heshima ya Mungu iliyokuwa haipo ikarejeshwa. Na haya ni matukio yanayotokeaga very rare. Mwingine aliyezalisha heshima ya Mungu katikati ya mazingira ambayo heshima ilikuwa imepotea ni Elia. Moto ulishuka siku ile kwa sababu Mungu alikuwa anataka arudishe heshima. Na kumegea siri hii, sio kila maombi utakayoomba moto wa Elia ushuke utashuka. Umeuita mara ngapi umekusaidia? Mwambie jirani yako, moto wa Elia mara ngapi umeuita? Kwani ni mara ngapi mtumishi umeomba na ijulikane upo Mungu wa Elia, alafu Mungu wa Elia is quiet? Mungu kwa design ya Elia kushuka, waga anashuka kipindi ambacho anataka arejeshe heshima yake iliyopotea kwenye misingi. Haleluya. Karibu swali. Swali langu mimi, wakati najifungua mtoto wangu, haya mambo ya kusikia kwamba mtoto unavyojifungua lazima ni mtoto umtamkie neno kwenye masikio. Sawa. Kwamba hebu nitafutie lile andiko lile la damu kupakwa kwenye sikio. Basi kipindi hicho mimi nilikuwa nipo taratibu sasa mwanangu. Sasa wakati huo mimi kuna baba tu alipita. Nikasema nimuombe tu baba, mbona anaonekana kama ni mtumishi wa Mungu. Nikamwomba tu amtamkie neno lakini wa imani hivi. Ila akamtamkia neno. Tueleze vizuri sasa, yani kuna baba alipita. Akamsomea ile. Wa imani nyingi, yani maana yake hakuwa Mkristo. Kwa akamsomea dua. Alipomsomea ile dua, basi akaishia hapo. Na baadaye mtoto akifika miezi 3, huwa unatakiwa mfanyie hakika. Hiyo hakika kwamba anachinjwa mbuzi, wanakula watu bila kutoa, yani bila kula mifupa. Inatakiwa mle vizuri, alafu kuna namna shehe anaifanya kwenda kuifikia. Sasa nimeshangaa sasa hivi mtoto wangu, yani ana tabia fulani, anapenda, yani hata kama hivi namleta kanisani, lakini anapenda sana upande huo huko. Hata kama ni mambo ya kuandika, hata kama kuoa anafikiria huko. Japo najitahidi hata kumfundisha, lakini mimi mwenyewe nikaelewa ni yule baba kuli. Ana miaka mingapi? Sasa hivi ana miaka 13. 13, njoo. Samahani. Sikiliza, anasema hivi. Alipojifungua mtoto, sawa mila na desturi, sisahau hii mila na sawa, mila na desturi kwenye sikio, sawa lazima mtu aende, akifika kwenye sikio kuna kitu anakizungumza. Sasa sikio kiroho ni issue ya taarifa. Sawa, ni issue nini? Ya taarifa. Ni issue nini? Ya taarifa. Na yeye alipojifungua tu
hakuplan kumuita huyo mtu, ila alitokea. Kwa hiyo akamuomba huyo mtu aweze kutamka neno kwa ajili ya maisha ya mtoto wake. Leo kinachomtesa ni kuna tabia ambazo haziko sawa. Lakini hizi tabia zilipitishwa wapi? Kwenye nini? Kwenye nini? Maana yake wakati hii inafanyika hii ilikuwa ni ibada. Ilikuwa ni nini? Ni ibada. Umepata eh? Hebu some. Kisha utamchinja kondoo na kuitwaa damu yake na kuitia katika ncha ya sikio la Haruni la upande wa kuume na katika ncha za masikio ya kuume ya wanawe. Inawezekana wewe ukufanyiwa, ila babu yako alifanyiwa au mama yako alifanyiwa. As long as kuna mtu mmoja alishawahi kufanyiwa, inageuka kuwa ni mfumo. Nisikilize, inageuka kuwa nini? Inageuka kuwa nini? Inageuka kuwa ni mfumo. Na ukishatengenezwa kuwa ni mfumo, ikishatengenezwa kuwa ni mfumo, maana yake hiyo ndo inabeba mtindo. Nisikilize, mtindo wa watu kuasilikia na aina hiyo. Listen to me. Yamkini wa sikio lako alikuguswa. Yamkini wa sikio lako alikufanyaje? Alikuguswa, lakini aliwahi kutangulia kwenye misingi. Yamkini wa kizazi cha kwanza kile kitu kilifanyika. I'm telling you, haya mambo hayana umezaliwa Ocean Road, hayana umezaliwa kijijini, haya mambo hayana umezaliwa Aga Khan. Haya mambo ni DNA. Na kuongezea na hii leo, haya ni mambo ya nini? DNA. Damu inasema nini? Kwamba asili ya kwenu, kwenye damu ya kwenu, damu inasema nini? Nisikilize, leo ukiwa unasafiri, unapopita immigration, lazima watake fingerprint zako. Kinachosomwa kwenye fingerprint blood, sawa ambayo inaunganishwa na system ya passport yako inayoonyesha utaifa wako. Kwa popote utakapoenda, identity ya taifa lako, kama si Tanzania ni Tanzanite, kwenye madini, maana yake wherever you go, wanajua huyu anatokea kwenye nchi yenye nini? Tanzanite, na yenye gold. Na yenye nini? Na yenye gold. Kwa hiyo hiyo ndo identity yako. Maana yake taarifa iliyosemwa. Ndio maana mfano Tanzania tuna tochi ya uhuru. Ile ndo identity ya taifa hili. Tochi ya nini? Na unapokuja kwenye mamlaka ya rais kuna nembo ya bibi, na hiyo ndo identity ya mamlaka ya mheshimiwa rais, ndo taarifa ya nchi inaposema. Kwa hiyo yoyote ambaye anakuja kuzaliwa kwenye kipindi fulani cha utawala, identity yake popote anapoenda ina nembo ya bibi na nani. Sasa na wewe pia kwenye familia yenu, yamkini ni mtoto wa mwisho wa katikati. Narudia tena, haijalishi umezaliwa Ocean Road mwenzangu. Yaani jua kuna saa kwenye maisha, haijalishi umekulia kijijini. Yaani mambo ni yale yale. Yaani kama ni msoto wa kiroho ni ule mpendwa. Mwambie jirani yako, yaani haijalishi umezaliwa. Yale mambo ya kwamba mimi nimezaliwa yaani kuna umri ukisafikisha miaka 18 hayo mambo yanaisha. Kama umezaliwa una nini? Kama mimi nimezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa no. Mungu anauliza, "Do umezaliwa lakini una nini?" Una DNA ya kwenu. Kwa hiyo kama una DNA ya kwenu, maana yake maisha yako yanaathirikia na ile siku ya kuzaliwa. That's why I don't understand watu wanaokriticize ukombozi.
Maombi ya ukombozi unayakataa. Hau. Soma mtumishi wa Mungu. Huyu ni Haruni sasa. Kisha utamchinja kondoo na kuitwaa damu yake. Kisha utachinja kondoo na kuitwaa damu yake. Kitendo cha kuchinja kondoo maana yake wanatengeneza nguvu ya ibada. Ndio maana wanachinja nini? Kondoo. Thamani ya yule kondoo ipo kwenye damu. Kwa hiyo hii ni sadaka wanachinja. Na kuitia katika ncha ya sikio la Haruni la upande wa kuume. Anaambiwa na kuitia katika sikio la Haruni la upande wa kuume. Maana yake kuna taarifa. Ukisoma tu haraka haraka kwamba ni damu ni damu ilitolewa kwa kondoo. Swali la kujiuliza, kwa nini kondoo? Swali. Kwa nini? Sasa mimi naweka alama ya kuuliza, mshangao mkubwa mba. Alafu kondoo. Sawa? Kwa nini kondoo? Na katika ncha za masikio ya kuume ya wanawe. Nisikilize kwamba Haruni kuna kizazi cha kwako, lakini una uzao. Haruni kuna kitu kinazaliwa. Kuna kitu kinazaliwa Haruni. Kwa hiki kitu ambacho kinazaliwa leo ni hiki kitu kitakiwa kifanyike wakati unazaliwa, lakini hiki hakikufanyika. Sasa nimemwelekeza huyu aje achukue damu alafu aweke kwako Haruni. Kwa kuwa Haruni una urithi. Kizazi kijacho hakitahitaji kupakwa damu, ila damu inaopakwa sasa itakaa vizazi vyote. Kwa hiyo na wanao pia wanapakwa kwenye sikio la kuume. Kwa nini damu itoke kwa kondoo? Endelea. Na katika vyanda vya gumba vya mikono yao ya kuume. Angalia, anasema na katika vyanda, katika vidole gumba vya wapi? Angalia leo, hata asiyejua kuandika ataambiwa hivi, weka kidole gumba chako. Kwa hiyo kidole gumba chako kinapowekwa ndio alama ya muhuri wako. Kwa hiyo damu itawekwa paka kwa watoto wako kwenye vyanda. Ni huku. Mwambie jirani yako vyanda ni huku. Mgeukie jirani yako, anawaza mengi. Mwambie usafiri upo wa kutosha. Vyanda ni hivi hapa. Na amani ipo ya kutosha. Tushahakikishiwa na vyombo vya usalama, amani ipo. Yaani mbinguni umetuhakikishia na serikali imetuhakikishia. Wewe enjoy na Mungu wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi, tuna miezi michache tufunge nini? Na katika vidole vikuu vya miguu yao ya kuume. Ona sasa, na kwenye vidole vikuu anamaanisha nini? Vidole gumba vya mkono gani? Wa kulia, ambao maandiko yanasemaje? Kuna wingi na siku kwenye mkono gani? Maana yake katika kitu ambacho kilipitishwa katika siku ya kuzaliwa ni wingi wa siku. Kwamba katika ile eneo Haruni kuna wingi wa siku na uachilia. Tuendelee mtumishi. Na kuinyunyiza hiyo damu katika madhabahu, kuizunguka kando kando. Hapa ndo nilikuwa napataka. Anasema na inanyunyizwa wapi? Kando kando. Ya nini? Ya madhabahu. Kwa lugha nyingine, ndio umeshapo mstari. Kwa lugha nyingine, hawa watu kuna madhabahu ambayo imebeba utambulisho wao. Kwa hiyo kuna kitu kinatakiwa kizaliwe, na iko kitu lazima kiambatanishwe na kitu kinachoitwa madhabahu.
Sasa mtumishi wa Mungu, nikianza kukuelezea tafsiri ya madhabahu kwa undani, haya mambo naelezea kwenye fagia sababu tuna muda mrefu. Tunaingiaga jua likiwa halijatoka au limetoka, au tunatoka jua likiwa limezama. Kwa kule tunaelezana kwa muda mrefu, ila hapa siwezi nikakuelezea. Lakini madhabahu ni rahisi kuitamka hivi madhabahu, lakini madhabahu ina vitu vingi. Madhabahu ina misingi, madhabahu ina nadhiri, madhabahu ina ahadi, madhabahu ina viapo, madhabahu ina agano, madhabahu ina kiti, madhabahu ina vitu chungu mzima. Sasa hapa wanazungumza kwa habari ya hii madhabahu, lakini swali la kujiuliza, kwa nini iwe damu ya kondoo? Damu ya kondoo ni alama ya kazi walionayo, kwamba hawa kazi yao ni kuchunga, kwa sababu ni makuhani. Kwa hiyo damu ambayo itatumika kwa ajili ya kuachilia taarifa, kwamba taarifa ya kuchunga kwa kondoo, ili wakiwaita kondoo wafuate, ili kondoo waweze kutii sauti zao, lazima tutumie mfumo wa taarifa, kwamba ile damu ya kondoo ihusike kwenye hiyo ibada ya kuzaliwa, kazi ambayo Mungu amewapa. Kwa lugha nyingine, siku ya kuzaliwa kuna kazi ya mtu, ndipo waga inapitishwa. Kazi yako haipitishwi na mwalimu aliyokufundisha. Mwalimu anayekuja kukufundisha anakuja kuchochea ile kazi ambayo iko ndani. Huu ni mfano wa kuzaliwa, huduma ambayo ilikuwepo kwa Haruni na watoto wake. Kwa hiyo kama huduma waga inazaliwa kwa ibada namna hii, maana yake na mtu siku akizaliwa, kitu cha kwanza kinachoangaliwa ni sikio. Ndio maana kuna watu hapa, siku yako ya kuzaliwa iliyoandikwa sio siku ambayo ulizaliwa hospitali. Kuna watu siku za kuzaliwa zilizoandikwa kwenye vyeti ni zile siku ambazo ulikabidhiwa kwa wazee wa mila. Angalia, nimesemaje hapo? Kuna watu, nisikize mimi sasa naye kufundisha, sinaona ya kwako, nisikilize yule tayari awekwe pale mbele. Sawa, nasema hivi, natoa hili tangazo. Kuna watu wanajuaga mimi nilizaliwa tarehe 10 mwezi wa 3. Unajua mimi nilizaliwa tarehe 3 mwezi wa 7. Kumbe katika ulimwengu wa roho, hiyo sio tarehe ya hospitali. Hiyo ni tarehe ambayo ulikabidhiwa kwenye mifumo ya mila na desturi. Mwambie jirani yako ndio kusema. Sasa kama jirani yako anayo shida, ukimwambia tu, jamaa analipuka. Kana ndo tunajipima Mungu yuko wapi kwako. Nisikilize, tarehe ya kuzaliwa ikikosewa ikawekwa ile ya miungu, maana yake kwenye maisha yako hauwezi ukaishi kwa kalenda ya Mungu aliye hai. Hata napoongea muda huu, kuna watu hawaishi kwa kalenda, hawaishi kwa kalenda ya Mungu, wanaishi kwa kalenda ya madhabahu ya mila na desturi, ambayo ndani ya siku 40 za kuzaliwa kwao walichukuliwa. Ushawahi kuwaza kila tarehe fulani unasherehekea birthday yako, alafu kumbe kwenye ulimwengu wa roho hausherehekei tarehe husika? Ulishawahi kuwaza kila siku ya kuzaliwa unasherehekea birthday, lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho hiyo sio tarehe yako? Tarehe yako iko wapi? Hawa watu walihakikisha tarehe inayoandikwa inakosewa. Inaandikwa tarehe ile ambayo wao ndio walikuchukua kwa ajili ya kukabidhiwa kwenye madhabahu. Na watu ambao ndani yao wamebeba ukuhani,
Naposema ukuhani wa Haruni, maana yake wamebeba uongozi wa kiroho. Na siku zote kiongozi wa kiroho kwenye familia, kiongozi wa kiroho mahali fulani, ndio ambaye amebeba nyota ya majira na nyakati kwa ajili ya hilo eneo. Na ukitaka umpoteze huyo, cheza na siku yake ya kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria, huyu ni Haruni. Damu inawekwa, na usifikiri tu wakati wanapaka damu hawakuwa wanazungumza. Ni lazima kuna maneno Mungu alimpa. Ni lazima kuna maneno Mungu alimpa ya kwamba zungumza kwa ajili yake. Zungumza kwa ajili yake. Zungumza kwa ajili yake. Zungumza kwa ajili yake. Ni lazima kuna maneno Mungu alimpa ya kwamba zungumza kwa ajili yake. Ndio maana kuna watu hapa, siku uliozaliwa haikuwahi kugongwa muhuri, lakini siku ambayo kuna kuhani alikuja, yamkini alikuwa ni bibi yako, yamkini alikuwa ni shangazi, yamkini alikuwa, Mungu wangu ananiambia kuna mtu bibi yake alienda, sikasaidiwe huyu. Kuna mtu bibi yake alienda. Mungu ananiambia kuna mtu bibi yako alikuja siku uliozaliwa. Na bibi alipokuja siku uliozaliwa, alihakikisha kuna tamko analitamka. Alisema huyu atanilingania mimi, huyu atanifanania mimi. Kuna watu 7 hao ambao maisha yao yamebeba tafsiri ya bibi yake. Maisha yake yamebeba tafsiri ya bibi yake. Maana bibi alisema huyu ni wa kwangu, huyu ni wa kwangu. Na hata jina ulionao, mama yako alijitahidi jina lisiwe la bibi, lakini kwenye sikio taarifa iliyopitishwa ilikuwa ni taarifa ya bibi. Nataka niendelee kufundisha, siwezi. Kuna mtu mzaliwa mwezi wa 11 hapa. Kuna mtu mzaliwa mwezi wa 11 hapa. Kama sio wewe, basi mama yako alizaliwa mwezi wa 11. Mwezi wa 11. Na sababu ya wewe kuzaliwa au mama yako kuzaliwa ni utumishi. 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 Na vita iliyoko ni utumishi. Wamekamata siku ya kuzaliwa kwa sababu ya utumishi. Uchumi wako upo kwenye utumishi. Kazi ya mikono yako ipo kwenye utumishi. Ndoa, kuolewa, kuoa, uipo wapi? Kwenye utumishi. Nasikia ndoa, hata ndoa ipo kwenye utumishi. Kila kitu chako kipo kwenye utumishi. Kila jambo lako lipo kwenye utumishi. Yesu akasema watenda kazi ni wachache, watenda kazi ni wachache. Na Mungu ananiambia anataka watenda kazi wake, anataka watenda kazi wake, anataka watenda kazi wake. Wameweka uvimbe kwenye tumbo la uzazi ili huyo mtumishi asizaliwe. Wameweka uvimbe, wamekutengenezea mazingira ya vita kazini ili uchumi wako ufe, ili utumishi ulioko ndani yako usiweze kutokea, usiweze kufanyika. Ninapozungumza muda huu, kuna serious kesi 4. Kuna kesi 4 ziko serious kwenye viti huko. Kuna kesi 4 ziko serious. Kuna kesi 4 ziko serious. Kuna kesi 4 ziko serious. Kwenye hizi kesi 4, kuna mmoja amewekewa stroke, ugonjwa wa stroke. Ili asitumike amewekewa stroke. Ili asikae kwenye nafasi amewekewa kupoza. Amewekewa kupoza, amewekewa kupoza. Tena mdomo wake kwenda upande, mdomo wake kwenda upande, mdomo wake kwenda upande. Na umekuwa una experience hali ya mdomo wako kuwa mzito. Umekuwa una experience hali ya mdomo wako kuwa mzito. Anda ramashaka nanda ramazanda rapara kora kashaka rapala. Kwenye mkono wako wa kulia wa kuume ninaona upanga.
Kila ukijaribu kuinua upanga ili uweze kufanya kazi ya ukombozi, unashindwa kuinua upanga kwa sababu ya hiyo challenge walioitengeneza. Ninakuita unyanyuke kwenye kiti chako. Ninakuita unyanyuke kwenye kiti chako. They have to leave you today. 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 Katika wana watamka kuna mmoja ni mwanamke, ni mwanamke, ni mwanamke, ni mwanamke, ni mwanamke, ni mwanamke, ni mwanamke. Asaidiwe. Umetengenezewa hali ya stroke. Umewekewa hali ya stroke. Nasikia ugonjwa wa kupoza. Ugonjwa wa kupoza. Ugonjwa wa kupoza. Leo katarabashaka randa ramasanda rika wasaidieni hao. Woroko shaka rapara koni kanda rapanda kori manda ramashaka para kori kashaka. Wherever you are, this is your day. Mungu ananiambia bado kuna ugonjwa wa stroke. Ugonjwa wa stroke. Na kuna watu wawili kwenye tumbo lako. Leo mchana ulisikia majira saa 7 ulisikia kama kichomi fulani kikali sana. Kikali sana. Kuna kichomi ulikisikia? Just come quick. Kuna kichomi kikali ulikisikia sana. Kuna kichomi ulikisikia sana. Kuna uvimbe umeutengeneza hapo. Na unataka ukiingia kwenye operation usitoke. Unataka ukiingia kwenye operation usitoke. I take it out. 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 Fire. Mwino, kuna kitu Mungu anafanya. Hii kwenye kichomi bado mimi nakisikia hapa kwangu. Mungu anapofungua hawa. Bibi yake anaitwa Eliza. Bibi yake anaitwa Eliza eh? Ndio maana akakaa hapo eh? Haya. Kwa hiyo kuna msimu wa bibi hapa eh? Haya, unapigwa. Fire! Kuna hali fulani ya kichomi Mungu ananiambia kuna shambulio la uvimbe uliingizwa. Shambulio la uvimbe uliingizwa. Shambulio la uvimbe uliingizwa. Na umeingiza hivi kwa sababu kuna kitu kinatakiwa kizaliwe kwenye maisha yako. Kuna kitu kinatakiwa kizaliwe kwenye maisha yako. Kuna kitu kinatakiwa kizaliwe kwenye maisha yako. Kuna kitu, na hii situation ilimtokeaga mama yako. Mungu ananiambia mwingine ni shangazi yake. Mwingine ni shangazi. Shangazi alikutana na hii situation. Shangazi alikutana na hii situation. Shangazi alikutana na hii situation. Na kuna mwingine mbele yako kuna mlango wa kuolewa. Umetengeneza hii hali ili usiwe na uzao. Mungu ananiambia mwingine mbele yake kuna mlango wa kuolewa. Na huyu pia. See what God is doing. 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 Kila mtu ambaye kwenye tumbo lake la uzazi kuna mamlaka ya bibi yake, bibi ambaye alipata uhalali siku ya kuzaliwa kwake, siku ya kuzaliwa kwake, siku ya kukabidhiwa kwake. Ninawaita hao wakina bibi. Ninaita hiyo mizimu ya kina bibi. Ninawaita hao wakina bibi. I command them. I command them. I command them. I command. Asas wasaidieni kwenye viti. I command them. I command them. I command them. Na muwapitisha hapa kwangu. Muwapitisha hapa. I command. Wakina bibi leo nawafukuza kazi. 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 Kanda rabasaka rakashakapa katara. Nasikia wakina bibi bado watatu. Bado watatu. Na katika hao watatu wawili wana neema ya unabii ndani yao. Na vita yao ni huo unabii. Vita yao ni huo unabii. Na wanasumbuaga paka miguu yako. Vita yao ni huo unabii. Vita yao huo unabii. Vita yao ni huo unabii. Vita yao huo unabii. Vita yao ni huo unabii. Vita yao wawili ndani yao wana unabii. Bring them, bring them, bring them. Don't bargain with the person. Muinueni mumlete. Ilaba shakarabara. Kori manda rabata. Hizi kesi leo lazima niziwekee mikono. Bring them, bring them, bring them, bring them, bring them.
shakata, 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 rataraba, rataraba, rataraba. Manabii ambao macho yao yamebeba kuona kile ambacho, manabii ambao macho yao yamebeba kuona, manabii ambao macho yao yamebeba kuona ahadi za Bwana, ahadi za Bwana. Bring them, bring them, bring them, bring them, bring them here, bring them. Wait up, leo niwekee mkono. Manabii ambao ndani yao wamebeba kuona taarifa, 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 taarifa. Manabii ambao wamebeba taarifa, 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 taarifa. Hawa wasipochomoka hawa, kuna watu hawatachomoka. Kanda rabashaka, randa ramasanda, rata rabashaka, rika bashaka, rika bara, kanda rapotai. Wanakuja wengi, mweke vizuri uko mbele. Mungu ananiambia siku ya kuzaliwa mkunga aliondoka na ubunifu ambao huo ubunifu ndio umebeba noti zako. Huo ubunifu ndio umebeba hela zako. Mungu ananiambia siku uliozaliwa ndio maana una hofu sana. Saini moja wapo ya hao watu, kuna hali ya hofu inakutesa sana. Sio hofu ya Mungu, hofu ya hasara. Hofu ya hasara. Hofu ya hasara. Fire. Hapa mbele teketea kwa moto. In the mighty name of Jesus. 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 Mungu ananiambia kuna watu uchumi wao upo kwenye ubunifu wao. Na siku ile ya kuzaliwa, siku ya kuzaliwa, kuna ubunifu ulichukuliwa. Kuna somewhere, somebody, somewhere, someone anatumia uwezo ulioko kwako. Who is you using? Nani anatumia uwezo ulioko kwako? Somewhere wanatumia uwezo wako. Somewhere wanatumia uwezo wako. Somewhere wanatumia uwezo wako. Somewhere wanatumia uwezo wako. Ndio maana mara nyingi unaota sana hospitali uliozaliwa. Mara nyingi unaota na hiki kitu kimemwathiri baba yako. Baba yako was supposed to be a giant financially. Your father was supposed to be giant. Your father was supposed to be giant. Your father was supposed to be giant. Baba yako alitakiwa awe giant kwenye uchumi, lakini paka anakufa hakuwa giant. Paka anakufa hakuwa mtu mkuu kwenye uchumi, alikaa kwenye uchumi wa kawaida. Na hiki kitu kinakutesaga sana, na mara nyingi unaota picha baba yako though is no more, pamoja hayupo duniani, lakini mara nyingi unaota hiyo picha. I'm here today to change your life. I'm here today to change your life. Unthinkable will happen in your life. Unthinkable must happen in your life. Unthinkable must happen in your life. In the mighty name of Jesus, I disconnect you. Say it. Macheni bwana harusi. Mune. Listen to me. I'm tired. Katika ofisi yangu ya uchungaji Mungu alionipa, siko tayari kuendelea kuona watu wakiishi maisha ambayo sio ya kwao.
Siko tayari kuona watu wanaishi maisha ambayo sio ya kwao. Maisha ambayo sio ya kwao. I command it right now. I command. Once I say I command, I mean it. Naposema naamuru na maanisha. Kwa neema ile iliyosababisha Mungu akaniita mimi, kwa neema ile iliyosababisha mimi nikazaliwa, ili niondoe nguvu za adui. Kila anayeishi maisha ambayo sio ya kwake, walioibiwa maisha yao siku wanazaliwa, walioibiwa maisha yao siku wanazaliwa, wawe wako online, wawe wako hapa, in the mighty name of Jesus Christ. Walioibiwa maisha yao, niletea huyu nimweke mkono. Walioibiwa maisha yao siku wanazaliwa, siku wanazaliwa, walioibiwa maisha yao ya biashara, walioibiwa maisha yao ya biashara, walioibiwa uzao kwenye matumbo ya uzazi, walioibiwa uzao kwenye viuno, walioibiwa baraka zao siku waliozaliwa, siku waliozaliwa. Wako wapi wakina Esau? Wako wapi wakina Esau? Wako wapi wakina Esau waliofanyiwa manuva siku ya kuzaliwa? Wenye vipawa, na waita wenye vipawa, na waita wenye ujuzi, wanaoishi maisha ambayo sio ya kwao, na waita wenye ujuzi, na waita wenye ujuzi, na waita wenye ujuzi, wenye ujuzi. Wote mlio kwenye viti, nyosha mkono wako wa kushoto juu. Sema katika jina la Yesu Kristo. Sema ile adhabu iliyoachiliwa kwenye maisha yangu, kwenye eneo la ujuzi. Sema ile adhabu iliyoachiliwa kwenye maisha yangu, kwenye eneo la ujuzi. Sema ile adhabu iliyoachiliwa kwenye maisha yangu, kwenye eneo la ujuzi. Ule ujuzi ulioko ndani yangu, uliohamishwa, ule ujuzi ulioko ndani yangu, uliohamishwa kwa hila, damu ya Yesu Kristo, shughulika na ujuzi wangu uliogeuzwa siku nazaliwa. Tulia kimya. Nyosha mkono wako juu zaidi. Ask us be everywhere. Ask us be everywhere, be everywhere, be everywhere, be everywhere. Kuna watu watanyanyuka na viti hapo. So be everywhere. Nasikia neno hili. Mungu anasema, nataka agano langu liliozimishwa na kauli iliyowekwa kwenye sikio lake siku anazaliwa. Nasikia hii kitu inapiga kelele sana ndani yangu. Kuna watu wanatokea familia zenye uchawi sana, na siku anazaliwa taarifa iliyopitishwa kwao ni ya kiti cha kiganga. Kiti cha kiganga, kiti cha kiganga, kiti, 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 kiti. Namtafuta huyu, namtafuta huyu, namtafuta huyu, namtafuta huyu. Maana usipofunguliwa leo, kuna level hautafika ya kiroho. Na wanajua ukikanyaga kwenye hiyo level utawaacha. Wanajua ukikanyaga kwenye hiyo level utawaacha. Wanajua ukikanyaga kwenye hiyo level utawaacha. Yes, ndio huyu nilikuwa namtafuta, mleteni hapa. Wanajua ukikanyaga kwenye hiyo level utawaacha.
Na sijui kwa nini naona nyoka. Na sijui kwa nini naona nyoka. Nyoka. I don't know why I see snake. I don't know why. Pastor. Uliambiwa wewe ni mke wa nani? Mke wa mganga. Mke wa mganga. Ukiwa na miaka mingapi? Toka nazaliwa nimepewa jina la shangazi, mke wa mganga. Nisubiria hapa na kuishi. Nyosha mkono wako juu. I'm coming back to her. Narudi. Nilitamka ishu ya uganga, kumbe ni yule pale. Asante Yesu. Nilitamka ishu ya uganga, kumbe ni huyo hapa. Namrudia. Kuna watu ndoa zilizuiliwa siku wanazaliwa. Kuna watu waliozeshwa kwa mwingine siku wanazaliwa. Kuna watu waliozwa kwa mwingine siku wanazaliwa. In the mighty name of Jesus. Kuna wawili na watafuta hapa. Kama sijapiga kwenye uganga pale. Kuna wawili na watafuta hapa. Hao washalipiwa mahari. Kwenye lile lango washalipiwa mahari. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Once I speak out to a case, it means you are free from it. Once I speak out to a case, it means you are free from it. Once I speak out to a case, it means you are free. Once I speak out to a case, it means you are free. Once I speak out to a case, it means you are free. Where are you? I command the evil spirit. Inaamuru hiyo roho iondoke. In the mighty name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho iliyoachiliwa wakati kunazaliwa, kila roho yenye uharibifu iliyoachiliwa siku nayozaliwa, out. Sasa peleka moto hapa. Sawa? Hii simama kabisa. Kasoro walioko mbele. Amini, nguvu za Mungu ni kwa ajili ya kila mtu, sawa? Unapopeleka moto, kama kuna connection yoyote ya uganga kwenye maisha yako, naondoka. Na nakwambia kuna watu mtarudi nyumbani leo, utakuta kuna vitu vimedondoka. Amini, ni kuna uganga ulikuwa unakufuatilia. Kuna zindiko liliwekwa kwenye nyumba yako. I disconnect you in the mighty name of Jesus. Kwenye familia, nyumba unayokaa, I disconnect kila uganga. Kwenye nyumba unayokaa, kwenye ofisi unayokaa, I disconnect kila uganga in the mighty name of Jesus. Unajua tulikuwa katikati ya maombi, nikasema kuna watu wanadaiwa na nini? Uganga. Mnakumbuka nilisema hivyo muda mfupi uliopita? Nikasema na ni siku huyu kapewa jina la Sofia la shangazi yake. Na shangazi yake alikuwa ni nani? Mke wa mganga. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho, huyu anatakiwa amuoe ni nani? Uchumi wake unatakiwa umuliwe na nani? Peleka moto sasa. Peleka moto. Ukipeleka moto, kama kuna uganga wowote unaondoka. Wewe peleka moto, ndio desturi yetu. Peleka moto, sema fire. Peleka moto, sema fire. Peleka moto. Mimi natamka wewe peleka moto katika jina la Yesu Kristo. Namuondoa kwenye kiti cha mke wa mganga. Namuondoa kwenye kiti cha mke wa mganga. Anapotoka kwenye kiti cha mke wa mganga, kila aliyeshikiliwa na madhabahu siku ya kuzaliwa, kila aliyeshikiliwa na uganga, kila uganga kwenye maisha yetu, lazima uondoke leo. Kila uganga kwenye maisha yetu lazima uondoke leo.
lazima uondoke leo, lazima uondoke leo, lazima uondoke leo katika jina la Yesu. Command out, command out, command out, command out, command out. Anafunguliwa, sisi tunaona hapa anafunguliwa. Command out, 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 command out. Anafunguliwa. Command out, command out, command out, command out in the mighty name of Jesus. Anatoka kwenye cycle, 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 kwenye cycle anatoka, kwenye cycle anatoka. Taarifa inaondolewa, inabatilishwa. Peleka moto, peleka moto. Sema kwa jina la Yesu. Sema yako wapi maisha yangu? Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Sauti haijatosha. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Kwa sauti. Yaliyoasilikia, yaliyoasilikia kwenye kiti cha uganga, siku nilizozaliwa walinitangulia mbele yangu, walinitangulia mbele yangu. Waliona miaka 20 ijayo, waliona miaka 30 ijayo, waliona miaka 60 ijayo. Waliponitangulia mbele yangu, walitoa taarifa, na taarifa walioitoa ni kinyume na maisha yangu. Taarifa walioitoa ni kinyume na maisha yangu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho walinitangulia mbele yangu. Waliponitangulia mbele yangu, kuna kitu walikifanya. Sema kila kilichofanyika siku niliyozaliwa, kilichonifikisha hapa kwenye zuio hili, kwenye mateso haya, leo nafsi yangu itolewe, itolewe. Command out, command out, command out, command out in the mighty name of Jesus. Command out, 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 command out. Juu ya fedha, juu ya nini Mungu anataka ukifanye, juu ya nini Mungu anataka ukifanye. Karabashaka. Sema kwa jina la Yesu. Kumbe hatua zangu kwenye kazi za mikono, 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 kumbe hatua zangu kwenye uchumi wangu, kumbe hatua za ndoa, hatua za familia, hatua za uchumi, hatua za uchumi, hatua za afya, hatua za inuko kwenye maisha yangu, kumbe walishikilia siku niliyozaliwa. Sema kila tukio lao waliolifanya siku niliyozaliwa, leo ninarudi kwenye tarehe iliyofichika, kwenye tarehe iliyofichika kwenye ulimwengu wa roho, kwenye tarehe iliyofichika kwenye ulimwengu wa roho. Damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu iende kwenye tarehe iliyofichika, iende kwenye tarehe walioinua ibada, iende kwenye tarehe waliochinja, iende kwenye tarehe ambayo walipofika wakagusa sikio, wakachukua na damu, wakatamka kinyume na mimi, wakatamka kinyume na mimi. Hizo taarifa zote zitoke, zote zitoke, zote zitoke, zote zitoke. Pangua hizo taarifa, pangua hizo taarifa. Weka maisha yako mbele yako, alafu pangua kila lisilofaa kwenye maisha yako. Weka maisha yako mbele yako, pangua, pangua,
Cancer, 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 cancer. Once you cancel, kuna mabadiliko yanafanyika. Cancel, cancel, fanya cancellation. Pangua, pangua, pangua. Use the grace, use the grace, use the grace, use the grace. Itumia inema. Shakatara, korobosaka, shakatara, robosaka, shakatara, robosaka, shandaramando. Shika sikio lako la kume, shika sikio lako la kume. Sema nimeshika hili sikio. Nasema na leo iwe leo, na leo iwe leo, na leo iwe leo. Ijulikane Mungu wa ibada. Sema waliniwahi kwa ibada, wakanizuia kwa ibada. Kila taarifa iliyofungwa kwa habari ya kuzaliwa, kwa habari ya kuzaliwa, kwa habari ya kuzaliwa, walifunga maisha yangu hapo. Leo kila kitu kibadilike. Tamka neno, tamka neno. Use the grace, 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 use the grace. Use the grace. Use the grace. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Esos, edos, edos. Esos, 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 edos, esos. Shatarabasaba. Shatarabataraba. Kandaramando robosa. Korabasha kapala. Batirisha, batirisha. Batirisha in the mighty name of Jesus. Batirisha in the mighty name of Jesus. Batirisha in the mighty name of Jesus. Listen to me now. Listen to me now. You know, nasikia neno hili kwenye moyo wangu. Na sitaka kulisema. Nimeona viti vingi sana. Alafu naviona viko wazi. Mungu ananiambia majira uyapanga yeye. Nasikia neno kwa mzigo sana. Majira uyapanga yeye. Na ananiambia kuna watu walitutangulia kwenye familia na kwenye nchi, waliondoka, Mungu aliwaita wakiwa wamekwisha weka hivyo viti, wakisubiria wahusika waweze kukaa. Mungu ananiambia vita ulionayo ni kwa sababu ya iko kiti, ni kwa sababu ya iko kiti. Na Mungu ananiambia huu ni wakati sasa wa macho yako kufunguka, ukakaa kwenye iko kiti, na yale mema, I speak it very prophetically, na ayo mema yaliyokusudiwa hayatabisha hodi kwenye mlango, yatakuja moja kwa moja. Ninapozungumza muda huu, kuna mtu aidha ni mkono wako, aidha ni mguu wako, aidha kuna hali unaisikia ndani yako, karabashakarabasabara. Kuna upya unatengenezwa kwako, kuna upya unatengenezwa kwako, kuna upya unatengenezwa kwako, kuna upya, kuna upya, kuna upya, kuna upya, kuna upya. Hao pia mnipitisheni waike mkono. Kuna upya unatengenezwa kwako, kuna upya. Hao sio nguvu za giza, hao ni neema inawashukia, hao ni neema inawashukia. Viti viko wazi, viti viko wazi, viti viko wazi. Hao ni neema inawashukia. My Lord, my Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, my Jesus. Naiona bendera mabegani kwako, naiona bendera mabegani kwako. Ninaona taasisi fulani kwako,
Ninaona kitu fulani kwako. I give you what I have. I give you what I have. The day you will come with a testimony. Utaikumbuka siku hii ya leo. Siku utakayokuja with a testimony. Utaikumbuka siku ya leo. Andaramoto robo shakarabara. Tirimando bado wengine. Ninaona viti viko wazi. Mungu ananiambia wakae kwenye hivyo viti. Mungu ananiambia niwaketishe kwenye hivyo viti. My Lord, my Jesus. My Lord, my Jesus. Mungu anatengeneza scarcity mahali. Mungu anatengeneza upungufu mahali. Na Mungu akitengeneza upungufu mahali, ninaona jina lako, ninaona jina langu, ninaona majina yetu, majina ya makampuni yetu, majina ya vipawa vyetu. Karabashaka palava. Mungu anatengeneza upungufu mahali. Mungu anatengeneza. Asaidiwe yule. Kuna kitengo anapewa. Kuna watu wanapewa vitengo. Kuna watu wanapata confirmation. Kuna watu wanapata confirmation. I give you what I have. 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 Amepita hapo. Mungu le hai. Sisi wengine Bwana, usingeinua sauti za wengine watamke kitu tukadaka, tungalikuwa wapi? Sisi wengine Bwana, usingewainua makuhani wakatamka tukadaka, wengine wakina Joni tungelikuwa wapi? Shakarabasaka bala. Mungu ananiambia wako 9 wamesaurika kwa muda mrefu. Wako 9 wamesaurika kwa muda mrefu. Wako 9 wamesaurika kwa muda mrefu. Na kapokuwa nasema pokea kuketishwa, kuna kitu kitakuwa kinafanyika. Mungu ananiambia msaidia advocate, msaidia. Kuna kitu Mungu anakifanya financially. Kanda rabasa karabara, mleteni hapa. Even this man, kuna kitu Mungu anakifanya. Kindiribo sakarabara baya. Ninakuketisha in the mighty name of Jesus. When you receive this power, kuna kitu Mungu anakifanya. When you receive this power, kuna kitu Mungu anakifanya. Unaketishwa kupita kawaida. Sit. Ketishwa. Ketishwa. Nasikia niseme muda wa kusubiria umeisha. Waiting season is over. 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 I give what I have. I give what I have. The waiting season is over. Waiting season is over. Waiting season is over. Oh, waiting season is over. 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 Ni wewe Baba, ni wewe Baba. This encounter will take you to another direction.
This encounter will take you to another direction. This encounter will take you to another direction. This encounter ni sawa na sumaku. Ninaona power ya magnet. This encounter will take you to another level. This encounter will take you to another level. Where is your level? Niletee yule mtu kule nyuma mwenye problem mstari. Where is your level? Where is your level? Where is your level? I take you to a level. 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 Nakupeleka kwenye viwango vyako. Nakupeleka kwenye viwango vyako. Shapa pa 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 pa. I clean you away. I clean you away. I clean you away. Ni wewe Bwana, ni wewe. I take you to a level. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Nyosha mikono yako. You know, when I was coming to this service today, nilimwambia Mungu, I dedicate this service of today to the man who I admire most in this kingdom. Listen to me. This is a good God who can change things. It is my prayer today, Mungu akatupe an emergency results. Hujanielewa. You know, when I was praying today, Mungu akaniambia, my time is very little and it is very short. Kuna watu lazima niwape an emergency results. Hii leo sio emergency prayer. Kuna an emergency results. An emergency results. Majibu ya dharura. Majibu ya dharura. I dedicate this service with this title, an emergency results. An emergency results. Mungu anaifunga hiyo kesi. God is closing that case. God is closing that case. God is closing that case. I declare today, with the voice of authority, I have seen this voice of authority. I have seen the manifestation of this voice of authority. Before the end of this week, kabla hii wiki haijaisha, you will testify. You will testify. Kabla wiki hii haijaisha, utatoa ushuhuda. Utatoa ushuhuda. Utatoa ushuhuda. I command dharura ya matokeo. Dharura ya matokeo. Hii kesi inafungwa. Hii kesi inafungwa. Hii kesi inafungwa. Unajua watu wakitengenezaga fedha dharura wanawekaga makadirio kwamba hii ni budget ya dharura. Inawezekana isitoshe au ikatosha. Lakini Mungu anaposema kuna kesi anaifunga kwenye maisha yetu. Kesi ambayo ilitutangaza katika ubaya, and at the same case inatupromote katika wema, inatuinua katika ubora. I close your case. Mungu akupe an emergency results. Mungu akupe an emergency results. Kama vile Ayubu alipogeuziwa ile meza, ilikuwa ni an emergency. Rafiki zake wakashangaa. May God turn your table. May God turn your table. Mungu aigeuze hiyo meza. Mungu aigeuze hiyo meza. In the mighty name of Jesus.
Nimesema Mungu aigeuze hiyo meza. I speak this from my heart. If you need money, kama ulikwama kwenye hela, I declare, nimeshika ifunguo hapa. Nimeishika ni alama ya master key ya Kristo Yesu. Alioenda kuzimu akachukua kila kitu. I know you need money. I know you need money, Grace. I know you need magnet of money. I declare sumaku ya fedha kwenye chaneli zako za uchumi. Na ninafungua hiyo njia kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, na kwa mara ya tatu. I bless you with money. I bless you in the mighty name of Jesus. You can take your offering. Our time is out. Next week, tutaanza na testimony. And I'm telling you, wewe utakuwa ni mmoja wapo wa kutestify. I'm telling you, utakuwa ni mmoja wapo wa kutestify. Ukitoka huko mbele, smile, cheka. Na ulekaa kwenye kiti mpimo zako 5, mwambie tutashuhudia in the mighty name of Jesus. Kwa kweli kwa mwendo tulionao kwa Jumatano hizi za Novemba na Disemba, ni kata mti, panda, ukija jiandae kabisa, chochote kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uje umevaa vizuri, usumbue asas. Next week nitaekea mkono kila mtu. Praise the Lord. Tunapiga ngoma hii ya siku ya kufanya nini? Mungu akubariki. Sasa napokea mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wakunitamkia hela siku nazaliwa, ila damu ya Yesu ilinigeuza. Nikajua nini cha kufanya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. I declare in the mighty name of Jesus. Matokeo yakageuzwe in the mighty name of Jesus. Niliwaambia siku ile kuna kitu kinaitwa prayer craft. Hata mimi baada ya hapa natoka naenda kufanya prayer. Wapendwa, hesabu tunatoa tarehe 31 Disemba. Na mimi nitahakikisha kwa neema Mungu alionipa, kwa nafasi hizi tu alizonipa, nikufundishe to speak a miracle in your life, to speak a testimony. Bwana Yesu asifiwe. So unaona hizi iPad, hizi iPad wanabadilishaga tu umbo na software. Bwana Yesu asifiwe. I change kila software yako ya zamani kwenye maisha, naiondoa na kuwekea new software, na kuwekea new software, na kuwekea new software kwenye uchumi, new software kwenye kazi za mikono, new software everywhere in your life. I declare the new software in the mighty name of Jesus. Nitatoa saa 4 hapa, tusimame. Sinajijua betri isachanganya hapa, sawa Sasa tumalizane. Amen. Sema kwa jina la Yesu Kristo. I speak life in natamka uhai kwa ajili ya nchi yangu, na baraka kwa ajili ya nchi yangu, inuko kwenye nchi yangu, damu wasitamwagika kwenye nchi yangu, atutastumu nchi, tutaitamkia mema. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana akubariki. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Naposema Bwana Mungu akubariki na akulinde, Mungu akupe another size of your blessing. Hujanisikia? Naposema another size, maana yake Mungu akupe size nyingine. Kama ulikujua wewe uchumi wako ni medium or small, baada ya leo natamka 5XL. Listen to me. Kwenye uchumi hatutaki modeling, hatutaki uchumi wa kutubana. Tunataka uchumi wa kuongezeka. I speak expansion in your finance. Natamka expansion in your finance. Natamka expansion in your finance. Natamka uchumi wako kuongezeka. Listen to me. Katikati ya tukio lolote lile, hata kama jina lako likutokea, jina lako litatokea. I'm telling you, out from nowhere jina lako litatajwa. Na utakutafuta kwa umuhimu huo.
baada ya leo umuhimu wako ukaonekane. Sema kwa jina la Yesu Kristo, baada ya leo umuhimu wangu utaonekana. Umuhimu wangu utaonekana. In the mighty name of Jesus. Tuma mtu Baba ninangojea. Tuma mtu Baba ninangojea. Tuma mtu Baba ninangojea. Tuma mtu Baba ninangojea. Siku hiyo sitaisahau Baba. Siku hiyo sitaisahau. Siku hiyo sitaisahau. Siku hiyo sitaisahau. I declare Mungu anakutumia mtu. Na hiyo siku ni wiki hii. Na hiyo siku hautaisahau. Utapokea simu yenye baraka. Utapokea email yenye baraka. Utapokea simu yenye baraka. Utapokea email yenye baraka. Receive it. Nakwambia hii wiki kuna watu watakuja kusalenda properties. Watakwambia tupe bei ulio nayo. Tutawapa kile tulicho nacho, kingine ni mbele kwa mbele. Kwa lugha nyingine, hii wiki tunaenda kumiliki properties. Tunaenda kumiliki vitu ambavyo ni kinyume na sheria tulicho nacho. Pokea. May God bless your offering. Bwana Mungu akubariki na kulinde. Bwana akuangazie uso wake na kufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Be protected and be covered.